wako Baba, tuko hapa. Kwa wema wako Baba. Yes, ni kwa neema tu Baba. Kwa wema wako Baba, niko hapa. Oh, kwa wema wako mimi nimebarikiwa. Kwa wema wako Baba, niko hapa. Kwa wema wako Baba. Yes, Lord. Yes, Lord. Kwa wema wako Yes, Lord. Baba, niko hapa. Oh, kwa wema wako Baba tumeinuliwa. Kwa wema wako Baba tuko hapa. Kwa wema wako Baba. Oh, sante Bwana. Kwa wema wako Baba, niko hapa. Oh, tunakuinua Jehova Baba. Kwa wema wako Baba tuko hapa. Kwa wema wako Baba. Yes, Lord. Yes, Jesus. Kwa wema wako Baba, niko hapa. Umetenda tusiyoyaweza. Kwa wema wako Baba tuko hapa. Kwa wema wako Baba. Yes, yes, Lord. Kwa wema wako Baba, niko hapa. Umetuosha kwa damu yako. Kwa wema wako Baba tuko hapa. Kwa wema wako Baba. Yes, Lord. Yes, Lord. Kwa wema wako Baba, tuko hapa. We give you glory. We give you glory and the honor. We give you glory. We give you glory and the honor. Oh, we give you glory, Abba Father. We give you glory and the honor. We give you glory. Yes, Lord. We give you glory and the honor. Oh, we give you glory, glory, glory. We give you glory and the honor. We give you glory. We give you glory and the honor. Oh, twakupa sifa zetu leo Baba. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa. Thank you, Jesus. Twakupa sifa na heshima. Oh, twakupa sifa Mungu Baba. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa zetu leo. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa. Twakupa sifa na heshima. Inua tu mikono, mwambie Yesu anaweza. Unaweza kuabudiwa na kuinuliwa. Kwa wema wako tuko mahali hapa siku ya leo. Baba, umekuwa mwaminifu ndani ya maisha yetu. Umetenda mema Bwana majeshi usiyoyaweza. Baba, umetuongoza, umetupigania katika jina la Yesu. Asante Mungu, maana unastahili sifa na utukufu Bwana. Asante Baba, maana ni wewe asubuhi ya leo. Asante Jehova, maana unatenda mambo makubwa. Asante Baba, maana umetuonekania Bwana. Umetulinda na mambo mengi, mfalme wa ajabu. Thank you Jesus, my Father, Jehova nisi. Tunakupenda mfalme wa ajabu. Tunakupenda Jehova, maana unatosha. Tunakuinua mfalme wa ajabu Jehova nisi. Oh Jesus, my Father, we worship you. We thank you Lord, my Father, this time. We say that God, you are a wonderful God. We say that God, you are a mighty Father. We say that God, you are a good counselor. We say that God, you are a Prince of Peace. Jehovah Nissi, we worship your name. We glorify you, Jehovah, mighty power. Jesus, Lord, we glorify you. Yes, Lord. We love you, Lord. We love you. Yes, Lord. Thank you, Jesus. There is none like you. Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Oh, damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote.
Yesu yaweza mambo yote. Damu ya Yesu Oh yes, iliyomwagika wachilia neema yako Yesu. yaweza mambo yote. Oh, damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Oh, damu ya Baba, damu ya Yesu yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika Yes, God. yaweza mambo yote. Oh, damu ya Yesu pale Kalvari yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Oh, damu ya Baba, damu ya Yesu yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Asante Mungu wanaweza. Asante Yesu unatosha. Damu yako inaweza, inaweza kuleta mfalme wa ajabu. Tunakupenda Mwokozi, tunakuinua wewe ni mfalme. Damu ya Yesu inastahili sifa. Damu ya Yesu inatosha Jehova. Umetutakasa, umetuinua kwa damu yako Jehova Jireh. Umetuosha Bwana wa jeshi, umetuosha mfalme wa ajabu. Tunakuinua na kutukuza Jehova Jireh. Katika jina la Yesu Kristo mfalme wa ajabu. Unatosha na unastahili Bwana wa Bwana. Asante Yesu mfalme. Asante Jehova Jireh. Asante Mwokozi. Asante Baba. Arabosi karaboshandaraba sakaterekaiwa yerika sataramambora vasikarabashati kandorobosi karaba. We worship you, Lord. We bless your name. Receive all the glory and praise, Lord. We love you, Father. We bless your name as your powerful Lord. In the name of Jesus Christ. Receive all the glory and praise, Lord. We love you, Father. We love you. We bless your name. You are worthy of praise. Receive all strength and power, Lord. Strength and power belongs to you. Glory and praise. Because you are awesome, Lord. Sovereign Lord. May you reign in our lives, Lord. Reign in this meeting. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Give the Lord a mighty hand clap. Yes, thank you so much. Praise and worship. May the Lord bless you so much. Keti kidogo. Nashukuru Bwana kwa wakati huu. Ametuneemesha neema yake tele. Ametusaidia tufike mahali hapa. Sio kwa sababu sisi ni wazuri, bali kwa neema yake. So nashukuru wote wamefika katika ukumbi huu, katika ibada hii. Najua ya kwamba utakutana na Bwana. Amen. Wakati huu kabla sijaongea chochote, if you have a testimony, kama uko na ushuhuda wowote, unaweza kuja hapa na useme kile Mungu amekutendea wakati ama wiki iliyopita hii. Kuna yeyote? Naona mzee ana jambo la kusema. Karibu sana mzee. Mungu akubariki. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Sikukuwa nanyi karibu wiki mbili. Na Mungu ni mwema, kwa maana hata pastor anajua. Mwaka karibu 10 na kitu nilikuwa na shida kubwa ya chamba. Na kwa vile sikukuwa na pesa na sikukuwa hata na matarajio ya kupata pesa. Lakini Mungu ni mwema. Ameniwezesha kupata pesa ya kuweza kupindua kifo ya mama yangu. Nikaenda kwa wakili hiyo wiki mbili, nilikuwa naitizwa karatasi hii. Hata Jumanne tena mimi nitakwenda mpaka Kiambu nipate karatasi ile ya succession
ya kwenda kotini church ya shamba, na nilikuwa na wakati mgumu, kwa maana natembea mpaka kwa chief kuitisha barua yake, natembea hata kwa ndio kuitisha barua yake ndio nipewe title. Lakini mimi naomba sana, mimi nafikiri Mungu akiniwezesha muda wa mwezi 5 months nitapata hiyo title. Na kwa hivyo naomba muniombee, kwa maana hiyo mambo si kidogo. Muda karibu mwaka 20 na kitu nimeshida hii hali ya shamba. Sasa mimi nitawacha watoto yangu bila title ya nini ya shamba. Kwa hivyo naomba muniombee, na nimeshukuru kwa maana pastor naye uko pamoja. Kwa hivyo ubarikiwe. Amen. Asante. Thank you mzee wetu. Mungu akubariki sana. Yeye amekuwa na tangu tukuja hapa amekuwa na hiyo shida, lakini Bwana anaendelea kumpigania. Nashukuru. Na mwingine kama hakuna, aje tuone wageni wetu wametembelea mara ya kwanza kama hajawahi kuwa na sisi. All right. Nashukuru kwa sababu ya sister yetu. Mungu amembariki sasa wako double. Bwana asifiwe. Asante. Niliambiwa na mama last Sunday ya kwamba wanaenda kumtembelea. Nashukuru sana. Bwana akubariki dada yetu. Amen. So God bless you for bringing us mgeni na mshirika mwingine. Ni baraka nyingi. Tunapanga how to dedicate those children. Tumekaa sana kwa sababu ya corona, but the Lord will give us wakati ambao tutafanya hivyo. Nataka tu kabla tunataka tusimame tupeane sadaka zetu, alafu I pray to usher in the servant of the Lord who will be a blessing to us before anything. Let's stand up. Baba wetu, nakushukuru kwa wema wako na neema yako Bwana, kutupatia nafasi hii ili tukaweze kuwa mbele yako Bwana. Asante kwa wakati huu wa matoleo. Naomba ya kwamba Mfalme ubariki watu wako wanapotoa sadaka na zaka kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Sasa nataka tu just bring those things we give to the Lord. Asante, give to the Lord. Asante, just give to the Lord, give to the Lord, give to the Lord. Na Bwana atakubariki. Hallelujah, hallelujah. Yes, after you have given, bado tunasimama because we want to usher in the servant of God. We respect so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mama, for the prayer, for the tithes. Thank you. Nataka tupeane nafasi hii. I hope people are still giving. Your offerings, part of worship. We can't, hatuwezi kuacha hiyo. Remember on 13th, tutakuwa mwezi ujao, tutakuwa na Thanksgiving. Hapa, yale Mungu ametutendea, tafute sadaka nzuri, abnormal sadaka, ili tukaweze kumshukuru Bwana siku hiyo. This time sitatoa bahasha. I want people to be responsible. Watolee Mungu vile wanafanya. Mambo ya bahasha nimewacha kando. So you just give. God knows how much you love him. On 13th Sunday, itakuwa Sunday 13th, unaweza chukua kuku, unaweza kuchukua kiti, unaweza kuchukua pesa. Usiseme sina chochote ya kumpatia Mungu, ulete madhabahu hapa na tutashukuru Bwana kwa sababu ya siku ya kusema Bwana umetulinda mwaka umepita. Mwaka hata tumekuwa na corona, mimi sijakufa. Na kama hata ulishikwa, kama mimi nilikuwa nayo na nikapona, si lazima nitolee Mungu sadaka maalum. Kwa sababu wamenipima mara ngapi? 2 nations wakinipima wakisema niko positive, na siko hoi, na sisiniz,
I've never done anything, niko tu vile nilivyo. Si ni Mungu? Bwana asifiwe. Yeah, so lazima nikuje hapa na sadaka maalum na niseme Bwana umenitendea, na nikabidhi kwa madhabahu haya siku hiyo ya 13. Each one of us, you must be responsible to appreciate what God has done for you in spite of circumstances. Amen. Baba wetu, tunakushukuru wakati huu kwa sababu ya mtumishi wako ambaye anakuja na neno lako. Mpaka mafuta wako Bwana wa majeshi na muweka wakfu kwa ajili wakati huu Bwana anaponena neno lako. Roho Mtakatifu, shuka Bwana wa majeshi, ukatuhudumie katika njia kuu katika jina la Yesu Kristo. Wacha miujiza ya ishara na miujiza mfalme ikaweze kumfuata katika jina la Yesu Kristo. Moto wa Bwana ukaweze kutembea katikati yetu, ukilamba takataka ya ibilisi katika jina la Yesu Kristo, ikilamba laana zote katika jina la Yesu Kristo, na kuachilia baraka zetu kutoka mbinguni kuachilia kasia katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi tunapomwalika mtumishi wa Mungu pamoja na mkalimani wake Apostle Dominic. Amen. God bless you, servant of God. Amen. Tumpigie mchungaji makofi. Ajipigie makofi. Pigia Yesu makofi na shangwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I thank God for this opportunity to be found in his house this morning. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii kupatikana kwa nyumba ya Bwana asubuhi ya leo. I also thank Pastor for giving us the opportunity to serve while he is in the house. Nashukuru mchungaji pia kunipa fursa ya kuhudumu akiwa kanisani. In normal setups we sit down and he does the work in other quarters, but here the order is from above. Katika nyanda zingine huwa tunaketi mchungaji anahudumu, lakini hapa ametupatia fursa ya kuhudumu wakati ameketi. We also thank God for bringing us to this month of the year. Tunashukuru Mungu pia kwa kutuleta katika mwezi huu wa mwaka. It said that when a baby is around 6 months, 7 months, 8 months, you can give birth and that child will survive. Inasemekana kwamba mtoto akiwa miezi 6, 7, 8 unaweza zaa na bado atapona. They can be helped to come up to be an adult. Bado anaweza toka akiwa mtu mzima. And for us we are remaining with only 1 month. Sisi tumesalia na mwezi mmoja tu. That 1 month cannot abort our destiny. Mwezi mmoja tu hauwezi haribu hatima yetu. Tell someone your destiny cannot be aborted. Ambia mtu hatima yako haiwezi haribiwa. Because of just 1 month. Kwa sababu ya mwezi mmoja tu. Because God is with us. Maana Mungu yupo nasi. I want to appreciate the people who have been watching us online. Napenda kutambua watu ambao wamekuwa wakitutazama mtandaoni. When we began this task was a difficult one. Tulipoanza kazi hii ilikuwa nzito. But God has been faithful to sustain us. Lakini Mungu amekuwa mwaminifu kutuhifadhi. And those who are sending us support. Na wale wanaotutumia usaidizi. Pastor, one time we were ministering here. Wakati mmoja mchungaji tulikuwa tunahudumu hapa. And at around 7:15 p.m. na ilipofika 1:15 hivi jioni, someone sent me 10 shillings in my M-Pesa. Mtu akatuma shilingi 10 kwa M-Pesa yangu. It was from a number I don't know. Ilikuwa kwa nambari ambayo sijui. And when I asked someone, how can someone send me 10 shillings? Na nikauliza mtu anawezaje nitumia shilingi 10? Someone said maybe they are testing to know your number. Mtu akasema labda anataka kuona kama hiyo namba ni ya kweli. But someone said maybe they saw the message online and they chose to send an offering. Mwingine akasema labda aliona ujumbe kwenye mtandao akaamua kutuma sadaka. And I was so encouraged to continue with this work. Na nikaimizika sana kuendelea na kazi hii. Today in the morning I passed by a gas station. Leo asubuhi nikapitia mahala pa kutia gari mafuta. And when I was almost setting off, someone walked by. Na nilipokuwa nikiondoka mtu akaja. And he said, Pastor. Akasema, Pastor, I'm not able to go to church today. Take this offering. Siwezi enda kanisani leo lakini pokea hii sadaka. And I presented that offering because he knew I was coming to church. Na alitoa hii sadaka sababu alijua ninaenda kanisani. And it makes me to be convicted that God still is with us in this place. Na inafanya nishawishike kwamba Mungu angali na sisi katika hii kazi.
Because I never got out of the car, maana sikutoka kwa gari, but he came and said, Pastor, my sister began laughing. lakini alikuja akasema, mchungaji, dada yangu akaanza kucheka. And I was like, God bless you. Na nikasema, Mungu akubariki. I want us to go together in Joshua chapter 3. Nataka twende pamoja katika Yoshua sura 3. I will speak for a short period. Nitazungumza kwa muda mfupi. And before I finish, I will finish. Na kabla sijamaliza nitamaliza. Joshua chapter 3 verse 1 to verse 10. Yoshua sura 3 aya ya kwanza hadi 10. If you are there, say amen. Kama uko pale sema amina. The Bible says, and Joshua rose up early in the morning, and they removed from Shittim and came to Jordan, he and all the children of Israel, and lodged there before they passed over. Biblia inasema akaondoka Yoshua asubuhi na mapema, nao wakatoka Shitimu, wakafika mto wa Yordani. Yeye na wana wa Israeli wote wakakaa hapo kabla ya kuvuka. And it came to pass after 3 days that the officers went through the hosts. Ikawa baada ya siku 3 maakida wakapita katikati ya marago. And they commanded the people, saying, when you see the ark of the covenant of the Lord your God, and the priests, the Levites, bearing it, then you shall remove from your place and go after it. Wakaamuru watu wote wakisema, mtakapoliona sanduku la agano na Bwana Mungu wenu na makuhani Walawi wakilichukua, ndipo mtakapoondoka hapa mlipo na kulifata. Verse 4, yet there shall be a space between you and it, about 2,000 cubits by measure, and come not unto it, that you may know the way by which you must go, for you have not passed this way before. Aya 4. Lakini na iwe nafasi kati ya ninyi na lile sanduku, kama diraa 2,000 kiasi chake. Msilikaribie, mpate kuijua njia ambayo hamna budi kuienda, kwa maana hamjapita njia hii bado. Verse 5, and Joshua said unto the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Yoshua akawaambia watu, jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. And Joshua spake unto the priests, saying, take up the ark of the covenant, and pass over before the people. And they took up the ark of the covenant, and went before the people. Verse 7, and the Lord said unto Joshua, this day will I begin to magnify thee in the sight of all Israel, that they may know that as I was with Moses, so will I be with thee. Aya 6. Kisha Yoshua akawaambia makuhani akisema, liinueni sanduku la agano, mkavuke mbele ya hao watu. Wakaliinua sanduku la agano, wakatangulia mbele ya watu. Bwana akamwambia Yoshua, hivi leo nitaanza kutukuza mbele ya Israeli wote, wapate kujua ya kuwa mimi nitakuwa pamoja na wewe kama nilivyokuwa pamoja na Musa. Verse 8, and thou shalt command the priests that bear the ark of the covenant, say, when you are come to the brink of the water of Jordan, you shall stand in Jordan. And Joshua said unto the children of Israel, come hither and hear the words of the Lord your God. And Joshua said, whereby you shall know that the living God is among you, and that he will without fail drive out from before you the Canaanites, the Hittites, the Hivites, the Perizzites, the Girgashites, and the Amorites, and the Jebusites. Nawe uwaamuru hao makuhani walichukuao sanduku la agano, uwaambie, mtakapofika ukingo wa maji ya Yordani, simameni katika Yordani. Basi Yoshua akawaambia wana wa Israeli, njoni huku mkayasikie maneno ya Bwana Mungu wenu. Yoshua akasema, kwa jambo hili mtajua ya kuwa Mungu aliye hai yu kati yenu, na ya kuwa hata kosa kuwatoa mbele yenu Mkanani na Mhiti na Mhivi na Mperizi na Mgigashi na Mwamori na Myebusi. Joshua chapter 1 verse 1 to verse 3.
Yoshua 1 aya ya kwanza hadi 3. The Bible says, now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, saying, Moses, minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I will give to them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. Ikawa baada ya kufa kwa Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi ni wapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Heavenly Father, in Jesus' name, this is your holy word. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu, hili neno lako takatifu. We are here as vessels ready for your use. Tuko hapa kama vyombo tayari kwa utumishi wako. We pray as we speak that you may give us utterance and understanding. Tunaomba kwamba tunaponena ukatupatia ufahamu na usemi. That there be transformation and change in our lives. Kwamba pawe na tofauti na mabadiliko katika maisha yetu. Let none of us miss our blessing today. Na mmoja wetu asikose baraka zake leo. Lord, we thank you because your word is sealed with power. Baba, tunakushukuru maana neno lako limetiwa muhuri na nguvu. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tunaomba. We are in a month when we are talking about finishing strong. Tuko katika mwezi tunaozungumza kuhusu kumaliza kwa nguvu. And I want to speak to us today about promotion during uncertain times. Na leo nataka kuongea kuhusu kuinuliwa katika nyakati ambazo hazitambuliki. Promotion during uncertain times. Kuinuliwa kwa nyakati ambazo hazina hakika. We are in times of uncertainty. Tuko katika nyakati ambazo uhakika wake hautambuliki. We are in times we have never lived in before. Tuko katika nyakati ambazo hatujawahi ona hapo awali. We are in times that are challenging the scientists of our days. Tuko katika nyakati ambazo wanasayansi wetu wako na changamoto. I saw yesterday in the social media that one of the best professors, jana nikaona katika vyombo vya habari kwamba mojawapo ya profesa ambao ni wazuri zaidi, who are known in the renal practice, ambaye wanashughulika na matibabu ya moyo, that is succumbed to COVID-19. ya kwamba alikufa sababu ya COVID-19. The people we think we can run to help us, they are also subjected to the same distress we are going through. Watu tuliodhani tutakimbilia watusaidie, pia wao wanasumbuliwa na hali ile ile inayotusumbua. But now the question will come, how are we going to finish this thing strong? Lakini swali ni kwamba tutamalizaje safari hii kwa nguvu? If the people who are supposed to give us help, they are passing away. Kama watu waliostahili kutusaidia wanakufa, who will we run to for help? Basi ni nani tumkimbilie kwa usaidizi? The Bible tells us, Biblia inatuelezea, Israel was in a period of mourning. Kwamba Israeli walikuwa katika nyakati za maombolezo. They had just come to a point of celebrating being delivered from the Egyptians. Walikuwa wametoka mahali pa kusherehekea kwa sababu ya kukombolewa kutoka kwa Misri. But they were not yet into the promised land. Lakini hawajafika katika nchi ya ahadi. They were at a place called Shittim. Walikuwa mahala panapoitwa Shittim. And they were supposed to cross the river Jordan. Na walistahili kuvuka mto Yordani. To go to the other side of Jericho. Kuvuka ngambo nyingine ya Jericho. But the person who was supposed to take them into the land, lakini aliyestahili kuwaelekeza katika nchi ile, he passed away on this side of the river. Akafa kama wangali ngambo ya kwanza ya mto. And there is a state of confusion. Na kuna hali ya kuchanganyikiwa. God promised us a land flowing with milk and honey. Mungu alituahidi nchi inayotiririka maziwa na asali. Now we are in this place called Shittim. Sasa tumefika hapa Shitimu. A place of acacia trees. Mahala penye mti wa acacia. A place in the wilderness. Mahala pa miti ya michongoma. A place of scarcity. Mahala
upungufu, a place of shortage of water. mahala ambapo hakuna maji, But the other side is where we are supposed to be going. na ng'ambo ile ndio inafaa tuende. Child of God, let me tell you, Mwana wa Mungu, nikwambie hivi, it is not about finishing the year 2020. sio kuhusu kumaliza mwaka 2020. It is about going forward for the promise. Ni kuhusu kuenda mbele kuchukua ahadi. It is not about finishing December and November. Sio mambo ya kumaliza Novemba na It Disemba. is going forward for the promise of God. Ni kwa sababu ni mambo ya kuendea ahadi za Mungu And I kule know we mbele. are celebrating the years coming to an Na end. najua tunasherehekea mwaka unaenda kuishi. But I came to tell you, prepare for promotion. Lakini kuja kuambia jitayarishe kwa ajili ya kuinuliwa. Prepare to move forward. Jiandae kusonga mbele. I was looking at the meaning of the word promotion. Nilikuwa naangalia maana ya neno kuinuliwa ama It cheo. talks about advancement. Inaongea kuhusu kusongeshwa mbele. It talks about exaltation. Inaongea kuhusu kuinuliwa. It talks about changing of ranks. Inaongea kuhusu kubadilika nyadhifa. In other words, levels are changing. Yaani viwango vinainuka. Promotion is not demotion. Cheo sio kushukishwa. And God told Joshua, Mungu akaambia Yoshua, I will exalt you among the Israelites, nitakuinua juu ya Waisraeli that they may know I am with you, ili wajue kwamba niko na wewe, as I was with Moses. kama nilivyokuwa na Musa. I came with a message to somebody today. Nimekuja na ujumbe wa mtu leo God is going to exalt someone here, kwamba Mungu atainua mtu mahali hapa, that people may know God is with you, ili watu wajue Mungu yuko na wewe, even as he was with you before hata Corona. vile alivyokuwa na wewe kabla ya korona. God is going to change your level, Mungu atabadilisha kiwango that chako, people will know God is with you. kwamba watu watajua Mungu yuko na When he wewe, gave you the prophecy, when he gave you the promise, kwamba alikupatia ahadi kabla hujafika pale, before any crisis came up. kabla ya upungufu wowote kutokea. And the Bible tells us, Na Biblia inatuambia when we go through the shadow of death, tunapopita katika uvuli wa we mauti will fear no evil. hatutaogopa The mabaya. Bible tells us, Biblia inatuambia when we shall go through fire, tunapopita kati ya moto it shall not consume us. hautatuangamiza. When we will go through floods, Tunapopita kwenye maji it will mengi not drown us. hayatatugarikisha. The Bible says when. Biblia inasema wakati, It doesn't talk about if. haisemi kwamba ikiwa, It talks about when. inasema utakapo. Tell someone when. Ambia mtu utakapo. Life is characterized by cycles. Maisha inaongozwa na mtiririko wa matukio. Life happens in phases, Maisha huenda kwa nyadhifa, but men appear in sizes. lakini watu hutokea kwa viwango. There are phases of ups and phases of downs. Kuna sura za juu na zile za chini. I mean, there are seasons of crying and seasons of laughter. Nifuate, kuna msimu wa kilio na msimu wa kicheko. When you get into a time of mourning, Unapofika wakati wa kuomboleza, prepare, because your time of laughter is at hand. jiandae, maana kicheko chako kinakaribia. I came to announce to everyone, Nimekuja kutangazia kila mmoja, this pandemic has come to an end. janga hili limefika mwisho. Those who are receiving the word, they will not partake of the pandemic. Wale wanapokea hili neno hawatashiriki majanga We haya. can be in this boat together, Tunaweza kuwa katika mambo haya but pamoja. some of us, we are sleeping with peace. Wengine wetu tunalala kwa amani, We are not resting in peace. hatupumziki kwa amani, We are sleeping with a lot of peace. tunalala na Bwana wa amani, Yet the boat seems to be rocked by the storms, lakini ni kama chombo kinasumbuliwa na mawimbi, because we are holding onto the promises of God. maana tunashikilia ahadi za Bwana. He spoke to us about the 10,000 sanctuary seater. Akanena nasi kuhusu hekalu la watu 10,000. I tell you, God has spoken to me about it also. Na kuambia mimi, Mungu amekwisha ninenea And pia, I saw myself preaching in the sanctuary. na nikajiona mwenyewe nikihubiri katika hekalu hilo. Until I preach in that church, I'm going
nowhere. Hadi nihubiri katika hilo hekalu siendi popote. I am the main character together with God. Mimi ndiye mhusika mkuu pamoja na Mungu. And that drama must unfold. Na huu mchezo lazima utimie. I came to tell you, prepare for promotion. Nimekuja kuambia kwamba jiandae kuinuliwa. Don't worry about what is happening around. Usijali nini inafanyika kati yetu. The Bible says the Lord spoke to Joshua. Biblia inasema Mungu akanena na Yoshua. Has God spoken to you this year? Je, Mungu amenena naye mwaka huu? Has God promised you something this year? Je, Mungu amekuahidi kitu mwaka huu? Tell your neighbor, get ready, get ready, get Ambia ready. mtu jiandae, jiandae, jiandae. Some of us, you have struggled with issues of life. Wengine tumeng'ang'ana na hali ya maisha. Tell someone, get ready. Ambia mtu jiandae. There is a new level coming. Kuna kiwango kipya kinakuja. Get ready. Jiandae. There is new empowerment coming. Kuna uwezo mpya unakuja. Get ready. Jiandae. There are new nations waiting for you. Kuna mataifa mapya yanakusubiri. And God says, as I was with Moses, Mungu anasema kama nilivyokuwa na Musa, I will be with you. nitakuwa nawe. When Jesus was sending the disciples, Yesu alipokuwa akituma wanafunzi he wake, told them, I will be with you alisema nitakuwa nanyi to the end of the age. hata mwisho wa dahari. I will not be with you to the end of the city. Sitakuwa nanyi hadi mwisho wa mji. I will be with you until the end of times. Nitakuwa nanyi hadi mwisho wa nyakati. I will be with you in the assignment. Nitakuwa nanyi katika kazi I hii. will be with you on this earth Nitakuwa nanyi katika ulimwengu huu until the fulfillment of times and seasons hadi utimio wa nyakati na majira in my dispensation. katika nyakati zangu. Every one of us here today Kila mmoja wetu hapa leo is a disciple of our Lord Jesus. ni mwanafunzi wa Bwana wetu Is Yesu. a daughter and son of God. Ni mwana na binti wa Bwana He is Yesu. assuring you he is with you. Anakuhakikishia kwamba yuko na wewe. Yours is to do the occupation. Kazi wewe ni ufanye kazi ulioitiwa. To occupy until he comes. Umiliki hadi areje. Don't finish before he comes. Usimalize kabla ya yeye kuja. Don't quit before he comes. Usikate tamaa kabla ya yeye kuja. Don't resign before you retire. Usijiuzulu kabla ya kustaafu. Occupy until he comes. Miliki hadi areje. Ask someone, where are your tools of trade? Uliza mtu, vyombo vyako vya kazi viko wapi? Some of us, you are saying we are finishing strong, Wengine tunasema tunamaliza thabiti, but we are not yet there. lakini hatujafika bado. Ask them, what are you finishing? Muulize ni nini unachomaliza? Why are you finishing yourself? Kwa nini wajimaliza mwenyewe? Turn to someone, ask them, what are you finishing? Hebu muulize mwenzako, kwa nini unamaliza? Even when I look at you right now, you are miserable. Hata akikuangalia saizi ni kama unakaa hauna tumaini. What are you finishing? Ni nini unamaliza? Tell someone, get ready. Ambia mtu jiandae. We will finish the assignment of God with victory. Tutamaliza kazi ya Mungu kwa nguvu. The man of God led us in a prayer. Mtumishi wa Mungu akatuongoza katika And sala. he says, since the days of John the Na Baptist akasema tangu nyakati za Yohana Mbatizaji until now. hadi sasa. Tell someone, until 2021. Ambia mtu hadi 2021. Until 2030. Hadi 2030. Until 2100. Is that English? Hadi 2100 ama itakuwa tumefika 31. The Bible says the kingdom of God suffers violence, Biblia inasema ufalme wa Mungu ni wa nguvu, and the violent take it by force. na wenye nguvu watauteka kwa nguvu. We are not quitting before the assignment is accomplished. Hatujiuzulu kabla ya kazi kutimia. Tell someone, we are going nowhere. Ambia mtu hatuendi mahali. We will not run away from the house of God Hatuitoroki nyumba ya Mungu. as long as the living God is living. Kama Mungu waishie angali hai. And he said he will be with us, Na anasema atakuwa nasi just as he was with Moses. kama alivyokuwa na Musa. All the miracles he did with the Israelites, Miujiza yote alifanya na Waisraeli. he is doing more and greater than those times. Anatenda zaidi na kuu kuliko nyakati zile. Because Israel was a typology of the church. Maana Israeli ilikuwa ni aina ya kanisa. Right now, we are in the true family of God. Sasa tuko katika familia halisi ya Mungu. God is with us. Mungu yuko nasi.
greater are the great things you have not seen. Mengi makubwa ni yale ambayo haujaona. Allow me to say this to encourage somebody. Niruhusu niseme hivi nimuhimize mtu. When this church was 3 years old, Kanisa hili lilipokuwa miaka 3, I had a dream nilikuwa na ndoto that I was somewhere which looks like Masai Lodge. kwamba nilikuwa mahala kama Masai Lodge. And there was a big ground on this side. Na kulikuwa na uwanja mkubwa ng'ambo hii. And there was a crusade. Na kulikuwa na crusade. There were screens that were raised high and they were large. Na kuna Screens that were raised high. kulikuwa runinga zilikuwa zimeinuliwa juu na zilikuwa kubwa. And there were a lot of people, sick, lame, all manner of people. Na watu walikuwa wengi, wagonjwa, walemavu na wote. When I took the turn at Masai Lodge, Nilipogeuka pale Masai Lodge, and I was coming to Ole Kasasi, nikawa nakuja Ole Kasasi, I heard in the spirit people saying, nikasikia rohoni watu wakisema the man of God is about to arrive. kwamba mtumishi wa Mungu yuko karibu And kuingia. I saw in the screens lame people walking. Na nikaona kwenye runinga watu wagonjwa wakitembea. Because it was telecast live on the screens. Ni kama ilikuwa inaonyeshwa kwa runinga. And when I landed there, we were just praising God for the miracles. Na nilipofika pale tulikuwa tunashukuru Mungu kwa ajili ya miujiza. It is the same Ole Kasasi we are in. Ndio hiyo Ole Kasasi tuliomo sasa. But we don't have those screens yet. Lakini hizo runinga bado But I zingali. will tell you they are coming. Lakini nakwambia zinakuja. And the work of God will be done. Na kazi ya Mungu itafanyika. We will see the lame people walk on their feet. Tutaona walemavu wakitembea kwa miguu We will yao. see the blind eyes opened. Tutaona vipofu wakifunguliwa We will macho. see the chronic diseases disappearing. Tutaona wenye magonjwa sugu yakipotea. Not by commanding them, by our presence in God. Sio kwa kuyaamuru, lakini kwa uwepo wetu ndani ya Mungu. And that's why I came to encourage you. Ndio maana Prepare for nimekuja kuhimiza promotion. mtu kwamba jiandae kwa kuinuliwa. The Bible says our promotion does not come from west or east. Biblia inasema kuinuliwa kwetu hakutoki magharibi wala mashariki. In Psalm 76 verse 6 and 7. Katika Zaburi 76 6 na It 7. says God is the one who judges all things. Inasema Mungu ndiye anayehukumu mambo yote. If we are walking with God, Kama tunatembea na Mungu, the way Joshua was with God, kama vile Yoshua alitembea na Mungu, the way the disciples were with God, kama wanafunzi walivyotembea na Yesu, the way Moses walked with God, kama vile Musa alitembea na Mungu, it is a life of promotion. ni maisha ya kuinuliwa. How many of us God has given them gifts, Wangapi wetu Mungu amewapatia vipawa, but you have not utilized even 1% of that gift? lakini haujatumia hata 1% tu ya kipawa hicho. Shake someone, tell them, get ready. Guza mtu mwambie jitayarishe. The opportunities are here with us. Mwambie nafasi ziko hapa na sisi. We must move Mwambie forward. lazima tusonge mbele. I want to ask a question, Pastor. Nataka niulize swali mchungaji. Did Corona come to deny us from reaching out to people? Je, corona ilikuja kutuzuia tusifikie watu? Every time I see people in the streets, thronging the streets and supermarkets, Kila wakati nikitembea naona watu wanaingia kwenye maduka. the world has made us believe Ulimwengu umefanya tuamini when you talk about God, Corona comes. kwamba ukiongea kuhusu Mungu corona inakuja. But when you talk about Sukuma Wiki, there is no Corona. Lakini ukiongea kuhusu sukuma wiki hakuna corona. When you talk about Matatu, there is no Corona. Ukiongea kuhusu matatu hakuna corona. The world is changing the order of God upside down. Ulimwengu unabadilisha mpango wa Mungu juu chini. But I came to tune your mind back to the track. Lakini nimekuja kurudisha mawazo yako kwa mpangilio rasmi. The evidence of God being with us Ya kwamba hali ya Mungu kuwa na sisi is revelation when we are serving him in his kingdom. ni ufunuo wakati tunamtumikia katika ufalme wake. If you are not serving him, you don't have an evidence of your walk with him. Kama haumtumikii basi hauna ile hali ya yeye kuonekana ndani yako. Can I tell you something? Nikwambie kitu. Do you know why you don't see people getting healed? Unajua kwa nini uone watu wakipona? Tell your neighbor you are doing nothing. Ambia jirani yako kwamba haufanyi kitu. Do you know why you are not seeing the church growing in number? Kwa nini hauoni kanisa kama halikui? Tell your neighbor you are my fellow companion. Ambia jirani yako kwamba we ni mwenzangu. I don't want to say we are suspects. Sijasema sisi ni washukiwa. Because we coiled our tails. Maana tulifyata mikia yetu. And we said corona, corona. Tukasema corona, corona. But God says this season Lakini Mungu anasema msimu huu has come to an end.
Umefika mwisho. And you are getting into a season of promotion. Na unaingia kwa msimu wa kuinuliwa. Tell someone, watch me. Ambia mtu nitazame. Finishing strong. Kumaliza dhabiti. It's about fulfilling your purposes in God. Ni kuhusu kutimiza makusudi yako katika Bwana. It's not just walking through a year. Sio kumaliza tu mwaka. It's knowing who you are in God and serving your purpose. Ni kujua wewe ni nani katika Mungu na kutumikia makusudi yako. There was one preacher. Kuna mhubiri mmoja. He wrote a book. Is it about nearing home? Aliandika kitabu inaitwa kukaribia nyumbani. Because he had known he had served God and his generation with his life. Maana alijua ametumikia Mungu na kizazi chake kwa maisha yake yote. It's like he was pleading with God to take him home. Ni kama alikuwa anampembeleza Mungu amchukue nyumbani. Some of us we feel like going home. Where are you going? Wengine tunajisikia kwenda nyumbani. Unaenda wapi? Ask your neighbor. Hata umetengeneza matope ya kuboma nyumba. And you want to go home. Muulize, huko nyumbani unataka kwenda hata ile ya matope umetengeneza? Muulize, you want to go home where? Muulize unataka kwenda nyumbani wapi? You want to quit from your marriage to where? Unataka kuiacha ndoa yako uende wapi? Is there another one you have built up? Je, kuna nyingine ambayo umejenga? Can I say this? Niseme hivi. I've realized people don't work for their families. Nimegundua watu hawashughulikii familia zao. They have an alternative plan. Wala washughulikii familia zao, wako na mpango wa kando. Ile mwenzako mwambie ni kama tunakujua. Mgeukie tu. Mgeukie. Ni kama they have an alternative plan. Wako na mpango mbadala. They have an alternative plan. Wana mpango wa kando. People are not committed in their relations. Watu hawajitolei katika mahusiano yao. They have alternative plans. Wana mipango mbadala. And they are like, if God can only take this one away. Na wanasema Mungu akiniondolea tu huyu. Nimeona manyanga ingine hapa ya Rongai. Zile zinapitanga express. Hata askari asimamishi. Nganya. Nimeona nganya moja KDA. Na hii yangu ni KAA. Mimi niko na KAA. If God can only take this one away. Anasema Mungu si uniondolee tu hii. And I tell you, as long as you are in that posture. Na nakwambia kama uko katika hiyo hali, the more you will continue living together. Zaidi mtaendelea kuishi pamoja. You better love one another and build your home together. Afadhali mpendane na kujenga nyumba yenu pamoja. Preparing for the promises of God. Mkijiandalia ahadi za Mungu. Kwa mwenzako ni kama tunakujua. Uliza mwenzako ni kama tunakujua. Kama kuangalia kwa macho. Kama kuangalia kwa macho. Tell someone, get ready. Ambia mtu jiandae. God is taking us to new levels. Mungu anatupeleka kwa viwango vipya. And we must be available. Na lazima tuwepo. Now he says this in verse 5. Anasema hivi katika aya 5. Joshua said unto the people. Joshua akaambia watu. Sanctify yourselves. Jitakaseni. Someone say sanctify. Mtu aseme jitakase. There are things we are coming with from the old nature. Kuna mambo tunakuja nayo kutoka kwa asili ya kale. Some of us joined church with their idols. Wengine tuliingia kanisani na miungu zetu. And when pastor was praying in the morning, na wakati mchungaji anaomba asubuhi, I felt like he was reading my message. Nikaona ni kama anasoma ujumbe wangu. Because he said, say, oh God, help me. Maana alisema semeni, Mungu nisaidie. And some of us, we were saying nothing. Na wengine hatukusema kitu. And he said, you know why you are saying nothing. Na akasema unajua kwa nini hausemi kitu. Tell someone, sanctify yourself. Ambia mtu jitakase. Cleanse yourself. Jitakase. Purify yourself. Jisafishe. Sanctification at this level is your own initiative. Utakaso katika sehemu hii ni bidii yako mwenyewe. Jesus Christ did his work on the cross and he finished. Yesu alifanya kazi yake msalabani akamaliza. It is now your duty to walk through the work of sanctification. Sasa ni wewe utembee katika hali ya utakaso. Can I tell you this? Nikwambia hivi? God does
does not transact serious matters with unclean vessels. Mungu hafanyi biashara ya maana na vyombo vichafu. Let me repeat it again. Hebu nirudie tena. God does not transact serious business with filthy vessels. Mungu hafanyi biashara ya maana na vyombo vichafu. And that's why last time when I read in the book of 1 Timothy, Ndio sababu siku ile nyingine nikasoma kitabu cha Timotheo wa the kwanza. scripture was telling us, if anyone sanctifies themselves, Biblia ikasema kwamba mtu yeyote akijitakasa, they will be worthy for the master's use. basi atastahili kutumiwa na Bwana. I've realized this. Nimetambua hivi. When you walk with God Unapotembea na Mungu and realize the power in the giftings he has given you, na utambue nguvu ya vipawa ambazo amekupa, and you go back into your corners of wickedness, kisha urudi katika maisha yako ya uovu, you begin to operate on your own. basi utaanza kutumika mwenyewe. You operate on your own. God is not there. Utaanza kufanya kazi mwenyewe, Mungu hayupo. We have heard of testimonies. Tumesikia shuhuda. One time Ben Hinn was giving a testimony. Siku moja mtu akatoa shuhuda. Ben Hinn. Ben Hinn akatoa shuhuda That he would go to these big meetings and people are getting healed. ya kwamba alikuwa kwa mkutano mkubwa, watu wakapona. And one time he's crying, God, do not take away your spirit from me. Na siku moja akalia kwamba Mungu, usimuondoe roho wako kwangu. That time God laughed and said, you should ask me to return my spirit. Hiyo siku Mungu akacheka akamwambia, ungesema nirudishe roho wangu. Yet people were still getting healed. Ilhali watu wanazidi kupona. Is it possible we are doing what we are doing without God? Je, inawezekana tunafanya tunachofanya pasipo Mungu? Ask your neighbor, is God with you or God left you? Uliza jirani, je, Mungu yupo na wewe ama alikuacha? Is there a difference between you and the people in the world? Je, kuna tofauti kati yako na watu wa ulimwengu? Tell them, sanctify yourself. Mwambie jitakase. Cleanse yourself. Jitakase. Purify yourself. Jitakase. Come to a place of repentance. Fika mahala pa toba And make a U-turn. na ufanye mgeuko, And see God trust you with his businesses. na uone Mungu akikuaminia na biashara zake. I say this. Nimesema hivi, Before God will entrust you, kabla ya Mungu hajakuaminia, he must trust you. lazima akuamini kwanza. Are you getting what I'm saying? Unaelewa vile anasema? Before God entrusts you with his assignments, Kabla Mungu hajakuaminia na kazi zake, he has to test you and trust you. lazima akujaribu, akuamini. Are we communicating? Tunawasiliana? Number 2, Pili, Joshua tells people, Joshua akaambia watu, tomorrow the Lord will do wonders. kesho Mungu atafanya maajabu. When we sanctify ourselves, we prepare ourselves for the mighty move of God. Tunapojitakasa tunajiandaa kwa Mungu kutembea ndani yetu. When we sanctify ourselves, Tunapojitakasa we set ourselves in position to be tools God is going to use to establish his authority on earth. tunajiweka mahala pa kukuwa vyombo ambavyo Mungu atatumia kwa kuachilia mamlaka yake juu yetu. And that's why Jesus said, as you go, Ndiposa Yesu anasema mnapoenda, signs and wonders will follow you. ishara na maajabu itawafuateni. What is following you? Ni nini kinachokufuata? Look at the back of your neighbor Hebu angalia mgongo wa jirani yako, and see whether you can see something following them. uone kama kuna kitu unaona kinamfuata. Look at the back of your neighbor. Angalia mgongo wa jirani yako, Check whether there is something following them. angalia kama kuna kitu kinamfuata. Ask them, where are the signs and the wonders? Muulize, ishara na maajabu ziko wapi? Hello? Hello? If that person is not checking your back, Huyo mtu kama haangalii mgongo wako, they need to be checked thrice. yeye anafaa kuangaliwa mara kadhaa. Jesus says, when you go Yesu akasema, mnapoenda preaching about this kingdom, mkihubiri huu ufalme, signs and wonders will follow you. ishara na maajabu itawafuata. What is following us? Ni nini kinatufuata? Some of us mushene, Wengine wetu ni moshene, some of us masengenyo, wengine wetu ni masengenyo, some of us a line of girlfriends and boyfriends. wengine tuna mitaratara ya maboyfriend na magirlfriend. I was listening something, Pastor, the other day, Mchungaji, nilikuwa nasikiza kitu siku nyingine, and someone was saying, mtu akawa anasema you need a man who is humble.
Unahitaji mtu mnyenyekevu. You need a man who is polite. Unahitaji mtu mpole. You need a man who is caring. Unahitaji mtu anayejali. You need a man blah blah blah. Unahitaji mtu bla bla bla. And they said, Na wakasema, then you need wisdom that all these men will not even know each other. basi utahitaji hekima hao watu wote wasifanye nini? Wasijuane. Because every man with a character, Maana kila mmoja ana tabia za kwake, mwingine tabia za kwake. And I said even these things are in the church. Nikasema haya mambo yako kanisani pia. What is following you? Ni nini kinakufuata? Tell someone signs and wonders. Ambia mtu ishara na maajabu. They are supposed to follow you. Zastahili kukufuata. And Joshua says, sanctify yourself. Joshua akasema jitakaseni. And tomorrow, na kesho, after you have sanctified yourself, baada ya kujitakasa, God will do wonders. Mungu atafanya miujiza. Can I announce this? Nitangaza hivi. As you sanctify yourself, unapojitakasa, next year, mwaka ujao, God will do wonders. Mungu atafanya miujiza. As you sanctify yourself, unapojitakasa, this coming week, wiki ijayo, God will do wonders. Mungu atafanya miujiza. I know why I'm emphasizing this. Najua kwa nini nasisitiza hii. Some time back I said, wakati mwingine nikasema, I dream people doing business and making millions in profits. Niliota watu wakifanya biashara na kufanya faida ya mamilioni. And we had that testimony, someone saying, na siku nyingine tukasikia ushuhuda mtu akisema, that God has given him work that is paying better than what he was doing before. Kwamba Mungu amempatia kazi yenye malipo bora kuliko ya awali. I happened to have a guest with my brother. Nikawa na mazungumzo na ndugu yangu. And I realized that institution is working for. Na nikagundua taasisi anayofanyia kazi, it is raking in millions. Ina faida ya mamilioni. It is raking in millions. Inaingiza faida ya mamilioni. Yet where he was, it seems like this is by Nairobi. Na mahali alikuwa nikana kwamba hii ndio Nairobi. But he never knew God was taking to a paradise. Kumbe hakujua Mungu anampeleka paradiso. Let me announce today in Jesus' name. Wacha nitangaze leo kwa jina la Yesu. You have been stuck in your comfort zone for long. Umekwama kwa starehe zako kwa muda mrefu. You have used to be knowing that wilderness of Shittim. Umezoea katika ile janga la Shittim. Wake up and cross over to your Jordan, the other side. Amka na uvuke kwenye Jordani yako. Jericho is waiting for you. Jericho inakusubiri. And God says, I will remove the Canaanites. Mungu anasema nitawaondoa Kanani. I will remove the Hittites. Nitawaondoa Hiti. I will remove the Perizzites. Nitawaondoa Peruzi. I will remove the Jebusites. Nitawaondoa Yebusi. As a sign I am with you. Kuonyesha ishara kwamba niko na wewe. What are we afraid of? Ni nini tunaogopa? Let's say this. Wacha niseme hivi. The place of the Jebusites, mahala pa Yebusi, is the current Jerusalem. Ndio Yerusalemu ya sasa. Is the place where the temple of God was raised. Ni mahala ambalo hekalu la Bwana lilijengwa. Yet it was occupied by the enemies of Israel. Na palikuwa pamemilikiwa na adui wa Israeli. Where the enemies called their headquarters. Mahali adui aliita kwamba makao yao makuu. God caused it to be a place of worship. Mungu akafanya pakawa mahala pa ibada. If God did that for the children of Israel, kama Mungu aliwafanyia wana Israeli hivyo, why can't he not do it for us today? Kwa nini asitufanyie sisi leo? Tell someone, God will clear your way. Ambia mtu Mungu atasafisha njia yako. Don't worry about the media team. You just settle. It's okay. Just settle. Watu wa media msijali, tulieni. God will create a way. Mungu atafanya njia where you think people have filled it up. Let me say this. Wacha niseme hivi. This man of God last Sunday gave a testimony. Huyu mtumishi wa Mungu Jumapili akashuhuda. And it provoked me to think about something. Ikanichochea kufikiria kitu. When I lost my job as a head teacher, nilipopoteza kazi yangu kama mwalimu mkuu, I made a prayer, God give me a work. Nikafanya sala kwamba Mungu nipe kazi where I will be paid 3 times what I was earning. Mali nitalipwa mara 3 ya mapato yangu ya kule. I was telling Pastor my salary was changed 3 times. Nikaambia mchungaji mshahara wangu ulibadilishwa mara 3. And God revealed it in my visions and dreams. Na Mungu akadhihirisha katika ndoto na maono yangu. But it came this time. Lakini ilifika wakati somebody in the board
mtu katika chombo cha Said majini. Dominic has been acting for so long. Anasema Dominic amekuwa akifanya kazi kwa muda It mrefu. is his time for him to sign a contract. Ni wakati wake asaini kandarasi. When I looked at what is there, my sister, close your ears. I don't want to talk to my mother. When I looked at what they were supposed to pay me, Nilipoangalia kile walistahili kunilipa, it was 3 times ilikuwa mara 3 what I thought I lost, kile nilidhani nimepoteza, without looking at any other allowance that might come. bila kuangalia marupurupu ingine. But there was a moment of waiting. Lakini kulikuwa na wakati wa subira. There was a moment of enduring. Kulikuwa na wakati wa There kuvumilia. was a moment of keeping on waiting upon God. Kulikuwa na wakati wa kungoja kutoka kwa Bwana. God causes it Lakini Mungu husababisha that in 1 year you recover 2 years. kwamba kwa mwaka moja May that utapata miaka grace miwili. be found in this house today. There are some of us who have lost job because of corona. Wengine wetu tumepoteza kazi sababu ya corona. When God brings promotion and restoration, Mungu anapoleta urejesho na kuinuliwa, He takes you ahead of where you are supposed to be. anakupeleka mbele ya mahali ulistahili kukua. And that's why I'm so encouraged today. Na ndio sababu ninahimizika sana leo. When that man gave me an offering Yule mtu aliponipa sadaka to bring to church, nimletee kanisani, I knew God is with us. nikajua Mungu yuko nasi. For your information, that man is not born again. Kwa taarifa yako, huyo mtu hajaokoka, But he learned a secret in giving an offering. lakini alijua siri ya kutoa sadaka. He never gave me 5 shillings. Hakunipa shilingi 5, He never gave me 50 shillings. hakunipa shilingi 50. He gave me an offering, ningeficha niende kukula lunch amngejua. Alinipa sadaka ambayo ningeficha nikakule lunch. And I'm so encouraged to continue with this work. Na naimizika sana kuendelea na hii kazi. Because as God was with Moses and Joshua, Maana vile Mungu alikuwa na Musa na Yoshua, as God was with our Lord Jesus kama Christ, Mungu alikuwa na Bwana wetu Yesu as Kristo, God as was with the disciples, kama vile Mungu alikuwa na He wanafunzi, is with us in this place. yuko nasi mahali hapa. Get ready Jitayarishe for the promotion. kwa ajili ya kuinuliwa. Our businesses have closed down. Biashara zetu zimefunga. Our source of help have come to an end. Chanzo chetu cha msaada kimefika mwisho. I tried to change this message the last 2 nights. It was not coming to an end. Siku 2 zilizopita nimejaribu kubadilisha huu ujumbe isifaulu. And I wanted to come up with a very good teaching. Nikataka kuja na mafundisho But I mazuri, was hearing preparing for promotion. lakini nikasikia jiandae kwa kuinuliwa. And I just said, I will just say it. Na nikasema kwamba nitaisema, Because I don't know who God sent here for. maana sijui Mungu amenituma hapa kwa ajili ya nani. And I don't know who this is for. Na sijui huu ujumbe ni wa nani. But I had a dream on Friday night. Lakini Ijumaa nikawa na ndoto. And I saw someone being paid 220,000 per month. Nikaona mtu akipewa mshahara wa 220,000 kwa mwezi. And that person was in this church. Na huyo mtu wako kwa kanisa hili. And God was saying, I'm opening the streams of revenues and resources in the world. Na Mungu akasema ninafungua milango ya mapato katika ulimwengu. I don't know who that person is. It is not me. Sijui huyo mtu ni nani, maana sio mimi. Because I saw someone else receiving that per month. Maana kuna mtu niliona akipokea hiyo kwa mwezi. And that's why I'm saying prepare, it might be you. Ndio maana nasema jiandae, huenda ni wewe. Prepare, it might be you. Jiandae, huenda ni wewe. You are saying you don't have anything you are doing. Prepare, it might be you. Unasema una kitu cha kufanya, inaweza kuwa ni wewe. Jiandae. When God speaks, He must accomplish Maana it. Mungu akinena lazima atimize. And when it happens, don't keep quiet. Na ili ikitimia usinyamaze. Give a testimony to shame the devil. Toa ushuhuda, shetani aibike. When God moves you, don't keep quiet. Mungu akikuinua usinyamaze. Give a testimony to shame the devil. Toa ushuhuda, shetani aibike. Tell someone, get ready. Ambia mtu jiandae. There is promotion Kuna kuinuliwa that is coming your way. inakuja njia yako. God still cares for you.
Mungu bado anakujali. The Bible says he is the source of our provision. Biblia inasema ndio chanzo cha kutoshelezwa kwetu. Bible says he will fulfill our desires Biblia and our inasema needs. atatimiza mahitaji na shauku He yetu. will meet our needs. Philippians chapter 4 verse 19. Atakutana na mahitaji yetu katika Filipi According to 4:19. his riches in glory in Christ Jesus. Kulingana na utajiri wa utukufu wake katika And Kristo that Yesu. is the Lord we are talking about. Huyo ndiye Mungu tunayezungumzia. The honor of all riches, the honor of all gold. Mmiliki wa dhahabu zote na utajiri wote. And that is why I am convicted Ndio sababu ninashawishika when he says he is going to promote somebody. anaposema atainua mtu, He doesn't lack what you need. hakosi kile unahitaji. We have been in the same situation of our church for a long time. Tumekuwa katika hali hii ya kanisa kwa muda mrefu. But let me announce this. Lakini wacha nitangaze hivi. Changes are going to start coming up. Mabadiliko yataanza kutokea. Some of them, they will astonish us because we don't know how they happened. Mengine yatatushangaza tusijue ilikuwaje. Pastor, Mchungaji, one time I remember we were preaching here and we said there was a grand groundbreaking. You remember? siku moja ukahubiri hapo ukasema kwamba kulikuwa na groundbreaking. Si tulikuja tukafanya groundbreaking. Tukafanya groundbreaking. Okay? Tukachimba septic. Tumechimba septic. Tell someone the work will be finished. Ambia mtu kazi itaisha. And we will get to the new level. Na tutafika viwango vipya. New level. Viwango vipya. I love this church. You know, people wonder why I always come to Rongai. Ninapenda ili kanisa. Watu wanashangaa kwa nini nakuja Rongai. God has spoken to me about this place. Mungu amenena nami kuhusu mahali hapa. God has spoken to me. Mungu amenena na mimi. Otherwise, la sivyo I would have left long time ago and I would be driving cars and living in houses I've not built. Ningeshaondoka kitambo, ningekuwa naendesha magari na kuishi kwa nyumba ambazo sijajenga. But when God speaks to me about ministry, lakini Mungu anaponenea kuhusu huduma hii, it's here. Yuko hapa. It's here. Yuko hapa. There are those cranes for taking videos when the preachings are going on. You know them? Kuna zile cranes zinazunguka zikichukua picha wakati mahubiri yanaendelea. You know them? Mnazijua? They are not used to where people are 100 of them. Hazitumiki kwa kanisa ya watu 100. They are not used to where people are 500. Hazitumiki kwa kanisa ya watu 500. Those cranes. Hizo crane hizo. There's a reason why they are lifted on air and then they are swerving in the air. Kuna sababu inafanya zimeinuliwa huko juu angani na zinazungukia kule. They are not static like our cameras. Hizo sio kama kamera zetu hizi. And God told me it is coming. Mungu akasema inakuja. Here. Hapa. Whether the enemy likes it or not. Kama adui atapenda asipende. Take this information to the bank. Hachukua hii hatua kwenye benki. And you will be here to see it. Na utakuwa hapa kushuhudia. Mzee, there is nowhere you are going. Mzee, hakuna unakoenda. I'm invoking the giftings in me. Ninachochea vipawa ndani yangu. We will all see the fulfillment of God's purposes. Sote tutaona matimizo ya makusudio ya Bwana. Israel had a lot of enemies than any other nation. Israeli ilikuwa na adui wengi kuliko mataifa mengine yote. But still God gave them territories. Lakini bado Bwana aliwapatia maeneo. I know you have enemies. Najua uko na adui. Some of them even your relatives and neighbors. Wengine labda ni jamaa yako na majirani. But they will see the hand of God upon lakini you. wataona mkono wa Bwana juu yako. They will see it. Wataona. You will go nowhere. Hakuna unakoenda. Mwenzako kama ulikuwa unasikia kwenda, fikiria tena. Samahani. Mteja wa unakoenda network imepotea. Amepoteza network. It's your time to occupy. Ni wakati wako umiliki. And prepare yourself. Na ujiandae mwenyewe. Walk in righteousness. Tembea kwa uhaki. Seek the face of God. Kuona uso wa Bwana. Continue to hear from the mouth of God. Endelea kusikiza kutoka kwa kinywa cha Bwana. The Bible says in verse 7. Biblia inasema katika aya 7. The Lord said unto Joshua. Bwana akamwambia Yoshua hivi. God is always speaking. Ambia mtu Mungu huzungumza kila wakati. Always. Kila wakati.
Even this time we have been fasting, God is always speaking. Hata vile tumekuwa tukifunga, Mungu anaongea. By the way, if God never spoke to you, you never fasted. Na kama Mungu hakuongelesha basi hukufunga. I don't know, how many people God spoke to you? Watu wangapi Mungu aliongelesha? No, sino mkono because utaka kuonekana huko fast. If God never spoke to you, you never fasted. Kama Mungu hakunena na wewe basi hukufunga. But if you took your time to seek his face, Lakini kama ulichukua wakati kutafuta uso wake, God spoke to you. Mungu alinena na wewe. Ngane yu anaibu mwambie kumbe maana pastor amecancel prayer and fasting kwa sababu yangu na wewe. Because I think God spoke to him. Nafikiri Mungu ameongea na yeye. Akamwambia Bwana umesukuma watu mpaka kwa dhambi. Wako kwa dhambi ndani kabisa. Wako kwa dhambi ndani. Wanaonekana ni kama wana fast. Lakini huko kwa tumbo soma sauce zinaendelea. Digestion inaendelea kama kawaida. Lakini uso nimekumbuka. You are in fasting. Tukiwa Murang'a. Tukiwa Murang'a kwenye fasting. 7 days fasting. Unajua tunakunywa maji. Saumu ya siku 7. Kasupi ilikuwa ya nini hiyo? Kasupi kitu ilikuwa nini? Then some people used to sneak out of the compound. Watu wengine walikuwa wanatoroka nje. Sasa wanafurahi bwana. Wanarudi kama wamecharge. Na wanafaa warudi kama wamechoka. So, Isaac akawa mpaka Isaac akaanza kuongea stories za Githeri. So, in the process, because watu wamejua wametoka Nairobi, blah 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 blah, people are like they want to talk to you. Watu wanasema nataka kuongea na nyinyi. Then when you are talking, tukiozungumza, mzee bwana, sio ni nyama tu nasikia kwa sababu when you are fast unasikia chakula even 20 kilometers unasikia harufu ya chakula. Unasikia harufu ya chakula ukiwa mbali sana. Lakini unasikia tu nyama inanukia. Ndio mwenzako, si mambo kidogo tunaweza ondoka ndani. Toke ndani kabisa. Toke ndani. Because that is the only way we are going to go. Hiyo tu ndio njia tutapita to get where we are supposed to be getting. Ili tufike mahali tunafaa kufika. And Bible says God the Lord said to Joshua this day. Biblia inasema Mungu akaambia Yoshua siku hii, I will begin to magnify. Nitaanza kudhihirisha. Another version says I will begin to exalt. Inasema nitaanza kuinua. You before all Israel. Kukuinua mbele ya Israeli wote. That they may know as I was with Moses. Wapate kujua mimi nilipokuwa pamoja na Musa. So I am with you. Pia niko na wewe. You know I'm keeping quiet? Unajua kwa nini nimetulia? Joshua was amongst the Israelites. Joshua alikuwa kati ya Waisraeli. They were in the same camp. Wakiwa katika kambi moja. And God singled him out. Na Mungu akamteua yeye kwa wengine. To place him in a place of leadership. Kumweka mahala pa uongozi. And he assumed the role that Moses was playing. Naye akachukua nyadhifa ambayo Musa alikuwa naye. And follow me closely. Nifuate karibu. Those of us who have been serving under this ministry. Wale wamekuwa wakihudumu chini ya huduma hii. God is going to raise you to do greater than what we are doing. Mungu atawainua kutenda makuu kuliko viongozi wa sasa wanavyofanya. Because you have been serving, learning how to do it better. Maana umekuwa ukitumika ukijifunza jinsi ya kutenda vyema zaidi. Let me tell you this. Ngoja nikwambie hivi. God, Mungu, we don't have to die for you to manifest. Si lazima tufe ili udhihirike. You will manifest when you are watching you to guide you. Utadhihirika tukikuona ili tukuongoze. Because there is an assignment for nations. Maana kuna huduma kwa mataifa. And I think, Pastor, we need to have people. Nafikiri mchungaji tunastahili kuwa na watu who want to join the pastoral team. Wanaotaka kuingia katika kazi ya uchungaji. We take them through trainings and we plant church and post them there. Tuwapitishie kwa mafundisho na tuanzishe kanisa tuwapeleke. Those people are just here. Watu hao wako tu hapa. Look at your neighbor, tell them he's actually talking about me. Angalia jirani yako mwambie wanazungumzia mimi. As I was with Moses, they will know I am with you. Nilivyokuwa na Musa watajua niko na wewe. Because when seasons change, we need a new input. Maana misimu inapobadilika pia uongozi mpya unatokea.
When Edward was going for the NYS, Wakati Edward alikuwa anaenda NYS, I thought like when he come back he'll be harassing people in the church. nilidhani akirudi atarudi akituonyesha ile NYS yake upande hii. And maybe the first days he was like, you see, a trained person is always a trained. Na labda siku moja angetuambia kwamba unajua kama wewe umeshapitia paramilitary. And his face was a little bit stiff, a little bit. Na kidogo uso wake ulikuwa ule umekaa ngumu. But when he continued being in the house of God and he was giving testimonies, Lakini alipoendelea kukaa kwa nyumba ya Mungu na kutoa shuhuda, look at his face right now. mwangalia sura yake He's sasa. even smiling. Hata anatabasamu, anacheka. Say new levels. New levels. In the house of God. Katika nyumba ya Bwana. God is calling us to move and do his work. Mungu anatuita tuinuke na kufanya kazi yake. And Pastor said God used people who are not learned. Pastor akasema Mungu anatumia watu ambao hawana kisomo. What we need to have is life. Kile unahitaji kuwa nayo ni maisha, uzima. What you need is life. Kile unahitaji ni uzima. And will be used of God. Na utatumika na Mungu. So I've said God is the source of our provision in this new level. Tumesema Mungu ndiye chanzo ya kutoshelezwa kwetu katika viwango vipya hivi. Number 2, God is the source of our strength for this new level. Mungu ndiye chemichemi ya nguvu zetu katika viwango vipya. And that is why we have to depend on him. Na ndio sababu inafaa tumtegemee. Proverbs chapter 13 verse 6 says, Methali 13:6 inasema, the Lord gives wisdom, Bwana hupeana hekima, knowledge and understanding. na ufahamu. I like the way you have summarized. Knowledge and understanding. Hekima na ufahamu. The Lord is the one who gives us wisdom, Ni Bwana anayepeana hekima, knowledge maarifa and understanding. na ufahamu. Many times we take 8 of them to cover the 3 of them. Mara nyingi tunachukua moja kufunikia zingine zote. But we are seeing there is knowledge, Lakini tunaona kuna ufahamu, understanding kuna hekima, and wisdom. kuna hekima, ufahamu na maarifa. Now listen. Sikiza. Jesus Christ Yesu Kristo is our perfect wisdom. ndiye hekima yetu kamili. And if God gives us Jesus Christ whom he has already given, Na kama Mungu anatupatia Yesu Kristo ambaye amekwisha peana tayari, there is nothing that can conquer us. basi hakuna kitu kitatushinda. Because we are already empowered to prevail and to conquer. Maana tumepewa nguvu tayari ya kusonga, kumiliki na kushinda. And no wonder the author says, I can do all things through Christ who strengthens. Ndiposa mwandishi anasema naweza fanya yote kupitia Kristo anitiaye nguvu. The strength of Joshua was in the Lord. Nguvu za Joshua zilikuwa ndani ya Bwana. For the new level he was getting into. Kwa viwango vipi alivyokuwa anaingia. Your strength is in the Lord. Nguvu zako ziko ndani ya For Bwana. that new level you are getting Kwa into. viwango vipya unavyoingia. Your strength in prayer is in the Lord. Nguvu zako katika maombi ziko kwa Bwana. For that assignment you are doing. Kwa hiyo kazi unayofanya. That's what the Bible says. The Spirit helps us to pray. Ndipo sababu Biblia inasema kwamba Roho anatusaidia kuomba. In Romans chapter 8 verse 26. Katika Warumi 8:26. It says we do not know how we ought to pray. Anasema hatujui tunavyostahili But kuomba. the Spirit helps us with Lakini groanings, Roho anatusaidia with kwa kuugua. intercessions. Kwa kuugua kwa maombolezo. Reason being this, and I may finish. Sababu ni hii ninapomalizia. Where you are going, you have never been there before. Mahali unakoenda haujai kuwa mbeleni. But God knows it even before you begin. Lakini Mungu anaelewa hata kabla ya mwanzo. That is why His strength is what we need even as a church. Ndio sababu nguvu zake ndio tunazihitaji kama kanisa. Where we are going for the thousands of seater capacities, we have never been there. Mahali tunaenda kwa kanisa lenye maelfu ya watu, hatujai kuwa huko. Even our pastors never been there. Hata mchungaji wetu hajai fika kule. But when we get there, we realize actually we never knew how it should be. Lakini tutakapofika tutagundua kwamba hatujui inavyostahili kukua. Because we'll be seeing the glory of God. Maana tutakuwa tunaona utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu. I don't know why this is coming this way today. Sijui kwa nini hii inakuja hivi.
Pastor, we were in prayer and fasting. Mchungaji, tukiwa kwa maombi ya kufunga. And we were in a workshop of prophets. You remember? Na tulikuwa kwenye warsha ya manabii. And we are keeping quiet and listening for one person after the other. Na tumekaa tunasikiza mtu mmoja baada mwingine. And then someone said, Kisha mtu anasema, I saw you enter this new, was it a new church? And there were a lot of lights and colors in the nimeona uliingia ile kanisa jipya na kulikuwa na mataa mengi na rangi nyingi. And you are looking around so happy. Na ukaangalia ukiwa na furaha sana. Mimi nikageuza kichwa tu nikaangalia tu pastor because alikuwa amekaa pale kwa sababu we are in this thing together. Maana tuko kwa hii pamoja. And for some karibu niambie pastor, tumemaliza prayer and fasting, turudi bwana. Turudi bwana. It was already confirmed by somebody. Imeshadhibitishwa tayari. It's a new church with good colors, beautiful. Kanisa nzuri lenye rangi nzuri za kupendeza. How it looks like. Na tunafurahia tu vile inaonekana. That was 2 years ago. Hiyo ni miaka 2 iliyopita. And I'm like, God, if you are speaking about it. Na nikasema kama Mungu unaongelea hii. We have never been there, but we are trusting you for the strength. Hatujaifika huko lakini tunakutumainia hii timie. And I'm praying for you today that God will trust you with his strength. Na ninakuombea kwamba Mungu akuaminie na nguvu zake. Let us stand on our feet. Tusimame miguuni petu. And I want us to pray for strength today. Na nataka tuombe nguvu leo. To be able to move forward and accomplish the purpose of God. Ya kuweza kusonga mbele na kutimiza makusudio ya Mungu. We will not finish strong if you are quitting from the assignment. Hatuwezi maliza kwa nguvu kama tunaachana na kazi ya Mungu. And even as we pray, na hata tunapoenda kuomba, some of us God will give them strength of healing. Wengine wetu Mungu atatupatia nguvu za uponyaji. Some of us, God will give them the strength to become agents of solutions in their communities. Wengine Mungu anatupatia nguvu ya kusuluhisha mambo kwenye jamii. Some of us, our dreams and visions will come alive again. Wengine wetu ndoto na maono yetu itakuwa hai tena. Because he's saying, I will be with you. Maana anasema nitakuwa nawe. And I will promote you in the sight of all people. Nami nitakuinua mbele ya watu wote. Even in this time of hopelessness. Hata katika nyakati za kukosa tumaini. God is with us to bring us. Bwana yuko nasi. Lift up your hands and say, God, inua mkono wako juu useme, Bwana, I am here today for your promotion. Niko hapa leo kwa kuinuliwa na wewe. Lord, I am here today for the new levels. Bwana, niko hapa leo kwa viwango vipya. Lord, I want to finish your assignment strong. Bwana, nataka nimalize kazi yako kwa nguvu. I don't want just to finish the year. Sitaki nimalize tu mwaka. But I want to finish your purpose for my life. Lakini nimalize makusudi yako maishani mwangu. In a strong way. Kwa njia thabiti. Lift up your voice before the throne. Inua sauti yako mbele ya kiti cha enzi. And let your heart be poured out. Na ukaumwage moyo wako kwa Bwana. And say, God, you promised me this land. Na useme, Mungu uliniahidi nyakati hizi. You promised me this ministry. Uliniahidi huduma hii. But now I am in a wilderness. Lakini sasa niko jangwani. You promised to be with me. Umeahidi kuwa na mimi. Give me the strength. Nipe nguvu. Give me the wisdom. Nipe hekima. Give me the understanding. Nipe ufahamu. Give me the knowledge. Nipe maarifa. Open my eyes to see the way. Fungua macho yangu nione njia. Because I've never been here before. Maana sijawahi fika hapa mbeleni. Issues of your health. Masuala ya afya. May God open your eyes. Na Mungu afungue macho yako. That you may see healing coming. Kwamba uone uponyaji ukija. That you may advance in your growth. Ya kwamba ikaelekea maishani that you may advance in your economy. Uendelee katika uchumi wako. Advance in the work of your hands. Ukafanikiwe kazi ya mikono yako. The Lord is with us today. And he's in this house. Bwana yuko nasi leo mahali hapa. And his presence is heavy. Na uwepo wake upo nasi. Whatever you are asking from him, you are receiving it. Kile unachoomba kwake unapokea. I know when God is moving amongst us. Bwana akitembea kati yetu ninajua. He is here to touch somebody and change a story. Yuko hapa kuguza mtu abadilisha hadithi yake. Restoration, promotion for new levels. Kuinuliwa viwango vipya. Restoration of finances. Urejesho wa kifedha. Restoration of families. Urejesho wa familia. Restoration of relationships. Urejesho wa mahusiano. Preservation of the places of work. Kuhifadhiwa mahala pa kazi. Because God is taking you to the other side. Maana Bwana anakupeleka ng'ambo nyingine. Even in this uncertain time. Hata katika nyakati hizi za kukosa tumaini. If you believe in his promises, kama unaamini ahadi zake, rest in those promises.
tulia katika ahadi If zake. you believe in his promises, Kama unaamini ahadi zake, you will be preserved by his promises. utahifadhiwa na ahadi hizo. Call upon his name now. Liite jina lake sasa, In the name of Jesus. kwa jina la Yesu Kristo. Shakarabusa. Lord, we worship your name. Shepa lama Liita jina lako katulubusa. Mungu wa majeshi. Lord, we call upon your holy name. Baba, tuita jina lako takatifu. You have assured us that you are with us. Umetuhakikishia kwamba uko nasi, And even the Lord Jesus Christ, when you are sending the disciples, na Bwana ukituma mitume wako, you told them you will be with them till the end of the age. ukawaambia utakuwa na wao hadi mwisho wa dahari. And today you are telling us you are with us. Na leo unasema uko nasi Even if we continue going in the mission fields, hata tunapoendelea katika uwanja wa huduma, as we continue representing you in the marketplace, tunapoendelea kukuwakilisha katika soko. Lord, your presence continues with us. Bwana, uwepo wako uzidi kuwa nasi. We are praying for healings in this house. Tunaombea uponyaji mahala hapa, We are praying for restorations. tunaombea urejesho, We are praying for new beginnings. tunaombea mwanzo mpya, The way you spoke to Joshua, kama ulivyonena na Yoshua, and you said, today I will begin to magnify na you. ukasema leo nitaanza kukuinua. We are speaking new beginnings Tunaanza mwanzo mpya out of this COVID-19. katika sehemu ya We are COVID-19 hii. speaking new beginnings Tunaanza mwanzo mpya out of these turbulent times. katika nyakati hizi gumu. We are speaking new beginnings Tunaanza mwanzo mpya out of stagnation in ministries. katika kutoka kukwama katika In the huduma, name of Jesus, kwa jina la Yesu, may your banner be lifted na ukainuliwe even in our families. hata katika familia zako, In the name of Jesus, kwa jina la Yesu. I pray with someone Ninaomba na mtu who is watching and even in this house. ambaye anatazama na yuko katika nyumba hii. You are saying you have been living a life that is not pleasing to God. Unasema umeishi maisha na hauinuki mbele ya Bwana. God has told us to sanctify our lives, Bwana amesema tujitakase, that we may see his wonders amongst us. kwamba tuone maajabu yake kati yetu. For you to come to this new level, you must walk with God. Ili ufike viwango vipya hivi, lazima utembee na Bwana. For you to see the favor of the Lord, you must be in right relationship with him. Ili upate kibali cha Bwana, lazima uwe na mahusiano And mema I naye. welcome you to this kind of a relationship. Ninapokukaribisha katika mahusiano You hii, might have backslidden. huenda labda usharejea nyuma, You might have never given your life to Christ. ama hujapeana maisha yako kwa I Kristo. want you to pray with me and then I'll pray for you. Nataka uombe nami kisha nitakuombea. Say, Heavenly Father, Sema, Baba wa mbinguni, in the name of Jesus, kwa jina la Yesu I thank you today na kushukuru leo, because you are full of mercy. maana umejaa rehema. You sent your son Jesus Christ Ulimtuma mwanao Yesu Kristo to pay the price for my sin, kulipa gharama ya dhambi zangu, that I may enjoy an everlasting life with you. kwamba nifurahie maisha ya milele nawe. I acknowledge I've lived a life of sin. Natambua kwamba nimeishi maisha ya dhambi, I've lived a backslidden life. nimeishi maisha ya kurudi nyuma. I pray for restoration. Ninaomba urejesho, I pray that you may write my name ninaomba uandike jina langu in the Lamb's Book of Life. katika kitabu cha mwanakondoo cha uzima. Use me as your vessel Nitumie kama chombo chako and fill me with your spirit. na unijaze na roho wako, In Jesus' name I pray. kwa jina la Yesu naomba. Heavenly Father, in Jesus' name. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu, There are people who have been listening to this and they are full of doubts in their hearts. kuna watu wamesikia ujumbe huu na wamejaa shaka mioyoni mwao, And they are saying, man of God, as you continue to preach this, I can only see darkness. na wanasema, mtumishi, unapoendelea kuhubiri mimi naona giza tu. You don't know how deep I've fallen. Haujui nimeanguka kiasi gani, But God is here to restore you. lakini Mungu yuko hapa akurejesha. I pray in the name of Jesus. Naomba kwa jina la Yesu, May your eyes be open to see what God is doing with you. macho yako yafunguke uone kile Mungu anafanya ndani The yako, way He opened the eyes of Gehazi, kama ulivyofungua macho ya and he Gehazi was able to see in the spirit realm, na akaona katika anga za roho and even in the physical realm. na hata katika anga za I asilia. pray your eyes are getting opened now. Ninaomba macho yako yanafunguka sasa, In the name of Jesus, kwa jina la Yesu. receive a new beginning.
Pokea mwanzo mpya. May your tears be wiped away. Na machozi yako yakapanguzwe. Walk out of this place with rejoicing in your heart. Utoke mahali hapa na shangwe katika moyo wako. And you will come back with a testimony. Na ukarejea na ushuhuda. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tunaomba. Can you appreciate the Lord with a clap offering? Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Welcome pastor as we conclude this. Karibu mchungaji tunapomalizia hii. Glory to God. Makofi kwa Bwana Yesu kwa ajili ya ujumbe wa baraka. Keti.